Eyo, karibu kwenye video yetu namba 2 ya mada ni ile ile, jinsi gani ya kuweza kutoa ushauri kwa watu ambao ni wapendanao, watu ambao ni wapenzi aidha wachumba. Kwenye video yetu ya pili tulisema kwamba tutakuja kuona sehemu ya pili au aina ya pili ya kutoa ushauri. Aina ya kwanza nilisema ni ushauri wa siri. Ushauri wa siri ni ule wa kumwambia muhusika mwenye kosa lake bila kumuhusisha mwingine kwenye ushauri. Kipengele cha pili ni kwamba inakuwa ni ushauri wa pamoja. Ushauri wa pamoja, huu ushauri huwa unafanyika hivi. Kwa mfano, wana makosa au mmoja anakosa. Unachotakiwa kufanya, uwaite wote wawili. Usimshauri mmoja mmoja. Ukitaka kushauri mmoja mmoja, hebu tumia staili ya kwanza ambayo ni ushauri wa siri. Lakini ushauri wa siri unaendana na kosa la mtu mmoja. Ushauri wa pamoja huu unaendana na kosa, kama ni kosa lao wote wawili wamekosea, au kwa mfano wanaweza kawa wamelumbana, unaelewa kwamba watu wamelumbana. Usimuite mwanaume kwa nafasi yake ukamwambia acha nikusikilize. Hapana. Wewe sio mahakama au sio kituo cha polisi kwamba unawasambisha. Hapana. Usifanyie watu misambo ya aina hiyo. Hebu waite wote wawili. Waite wote wawili waweke pamoja. Mwambie mwanaume, shida ilikuwa nini? Mwanaume anaanza kuongea. Anaongea, anakutolea story. Unasikiliza. Akimaliza unamwambia mwanamke, na shida ni nini? Anatoa story. Akimaliza kutoa ile story, wewe kazi yako itakuwa nini? Itakuwa ni kushauri. Usitoe maamuzi katika ushauri. Usisubutu siku moja kuamulia watu wawili au mtu mmoja unayemshauria umuamulie kwamba fanya kitu fulani. Hapana. Hiyo utakuwa unajiweka kwenye mtego, kwa sababu akienda kukwama atasema kwamba aliniambia hivi ni mtu fulani. Na hiyo utakuwa uko na kesi. Utaonekana wewe ni mtu mbaya. Lakini toa ushauri kwa pamoja, waambie hapana, kulingana na hilo nyinyi watu wazima hivi na hivi, pamoja nini, hakunaga upendo kama hamko pamoja, mfanye hivi. Lakini wewe usiamue. Ndio unaweza kuamua sasa. Wengine wao wanajifanya sasa wao ndo vichwa sasa vya ushauri. Hapa ndo kuna waga utata, ndugu yangu. Unaweza kumwambia rafiki yako kwamba hapana, achana na ule demu. Unaweza kumwambia rafiki yako hapana, achana na ule jamani, mshamba yule. Ndugu, wewe hujajua moyo wake umekaa vipi? Hujajua hao watu wanalumbana kwa sababu ya kipi? Huenda wote wamekudanganya. Eti hii ndio sababu ya wao walumbana, wamekudanganya. Ndugu, utachanganyikiwa. Lakini wewe shauri, tuko pamoja. Usifanye kwamba kosa wote wamekosea au umesikia wao hawaongei wamelumbana, afu ndio unaanza kumtoa mmoja mmoja. Hapana. Tumia ushauri wa pamoja, kwa sababu ukitumia mmoja mmoja, tegemea baadaye tutaenda kuwa story, kwa sababu we una mipaka au we uwezi ukaingilia mambo yao kiundani. Wao wenyewe ndo wanaweka mipaka yao. Eti hawana sisi hapa ni hivi. Wanaelewana kivyao. Tabia zao wenyewe wanajuana. Usifikiri kwamba wanakuomba ushauri aidha wewe unaenda kuwashauria kwamba wao hawajui hali zao wao wewe. Hapana. Wanaelewana, wanajuana hali. Fulani kwa hili anakuaga hivi, fulani kwa hili anakuaga hivi. Kwa hiyo wewe ukitaka kwenda kuwashauri, waite wote pamoja, washauri, maliza ushauri wako, sepa. Usijiweke sasa wewe ndio una hekima, una akili sana, una maneno sana, nini wewe ni muhenga? Wewe sio muhenga. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe tunajua namna gani ya kushauri. Nimesema hivi, staili ya kwanza, shauri ya kisiri. Kisiri ni kwamba mwambie mwanaume, ikiwa mwanaume ndo anakosea, mwambie mwanaume kwa nafasi yake bila kuhusisha mwanamke. Ikiwa ni mwanamke ndo anakosea, mwambie kwa nafasi yake bila kuhusisha mwanaume. Ndo ushauri naowaambieni ndugu zangu. Na ushauri wa pamoja, kama kosa ni la kwao, waite wote. Hata kama inaweza ikawa nini, waite wote wawili washauri. Hata wakikuwepo mbali, piga hata simu upande huu, unganisha upande mwingine. Muongee hata kwa simu. Ili mradi huyu asikie, asiende kupeleka maneno ya uongo kwa mwingine tu, uweze kujenga na wewe heshima yako. Niseme shukrani kwa wale waliojitoa kunisikiliza
Shukrani, na kwa wale waliojitoa kunitazama, basi usisahau kufollow, kushare, kusubscribe, kulike pia na kutoa maoni yako kwenye mambo yetu tunayokwenda kufundisha jamii yetu. Asanteni, tukutane kwenye mambo mengine.